Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adamu Hussein na tunaendelea kukujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini miongoni mwa yale tuliokuwa nayo wakati huu ni pamoja na mazoezi mazito ya kijeshi yanayofanywa na wanachama wa NATO ambayo yanafanyika kama Baltops mwaka 2025 katika eneo la bahari ya Baltic. Ni sehemu ya maandalizi ya muungano huo kwa ajili ya mapigano ya kijeshi yanayowezekana na Urusi. Hii ni kwa mujibu wa naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Alexander Grushko akiambia shirika la habari la serikali la TASS. Urusi imetazama mazoezi ambayo yanaendelea yanayofanywa na NATO na inadaiwa kwamba mpango wao kulingana na ujasusi ni kwamba wanataka kupambana na Urusi. Kwa mujibu wa Grushko, anasema, tunachukulia shughuli za kijeshi za NATO kuwa sehemu ya maandalizi ya mapigano ya kijeshi na Urusi. Tukiangalia mazoezi haya ambayo yanaendelea yanalenga nini? Angalia mada zao, muundo wao wa uwekaji wa wanajeshi, uwezo wao, sifa na malengo ya mazoezi haya. Tunaona kwamba yanalenga kukabiliana na adui anayefanana ambaye wakati wote wamekuwa kimtaja kwamba ni Urusi, alisema. Aidha ameongeza kusema kwamba wanafanya mazoezi ubora katika mazingira yote ya uendeshaji, ardhini, angani pamoja na baharini. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi aliongeza, kwa kweli mazoezi kama haya yanachochea sana. Zoezi la NATO la Baltops mwaka 2025 lilianza mnamo tarehe 3 mwezi huu wa Juni na mazoezi haya hufanywa kila mwaka tangu mwaka 1972. Hata hivyo kumekuwa na vitisho vya mara kwa mara kwa mujibu wa Grushko, ambapo anasema kwamba mataifa hayo ya NATO yamekuwa yakionyesha kwamba yana uwezo wa kupambana na Urusi huku yakitaka kumimina idadi kubwa ya silaha nchini Ukraine, licha kwamba hali ya uchumi katika mataifa hayo imeyumba sana. Hata hivyo anasema moja kati ya eneo ambalo mataifa hayo ya magharibi yatapambana bila mafanikio ni kupambana na Urusi. Urusi ilijiandaa kwa muda mrefu, ilijiandaa kwa vyovyote vile, ikiamini kwamba lazima watu wa NATO wataingilia kati kile ambacho kitaendelea Ukraine, na hivyo akasema kwamba wamejiandaa kwa wakati wowote kwa ajili ya mapambano dhidi ya NATO. Baadhi ya mataifa kama vile Uingereza pamoja na Ujerumani yanaamini kwamba yanaandamwa na Urusi. Katika siku za hivi karibuni, waziri mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer aliwahi kuweka wazi kwamba watanunua nyambizi 12 za nyuklia ambazo zitakuwa na uwezo wa mapambano dhidi ya Urusi. Hata hivyo nyambizi hizo ni kwa ajili ya kujilinda zaidi. Lakini kwa upande wa Ujerumani, kupitia kansela wa sasa wa Ujerumani Bwana Friedrich Merz amenukuliwa akisema kwamba lazima waipatie Ukraine makombora ya masafa marefu ya Taurus ambayo yatawasaidia katika mapambano ya kuishinikiza Urusi iondoke katika maeneo ya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson pamoja na Crimea. Lakini pia hata wakati huu inadaiwa kwamba kuna uwezekano mkubwa Ukraine imepata makombora, kwani inafanya mashambulizi mabaya na imeharibu daraja la Crimea. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia tukujuze mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa wa kwanza kupata habari zetu kupitia The World News.